faalaina an nuhasiba anfusana, ni juu yetu kuzifanyia hisabu nafsi zetu, maadumna ala qaidi alhayati, maadamu bado tuko kwenye kipindi cha uhai. Mimi na wewe tunatakiwa kila tukikaa tufanyie hisabu nafsi zetu. Siku imemalizika, umeingiliwa na jioni, jiulize, tangu alfajiri ya kweli mpaka nimefika kipindi ambacho nahitaji kuweka mbavu zangu kwenye kitanda, nimefanya nini kwenye amali njema? Nimeongeza nini kwenye amali njema? Au nimefanya maovu na madhambi mangapi? Nirudi kwa Allah, nitake toba kwa Allah jalla wa ala. Walatadhakkar hala salafi rahimahumullah, na tukae tukikumbuka hali za watu wema ambao waliotutangulia, fi muhasabati anfusihim, katika kujifanyia hisabu nafsi zao, an kulli saghirin wa kabirin, kutokamana na kila yale madogo na makubwa. Masahaba walikuwa na desturi na kawaida hii, wanajifanyia hisabu katika yale madogo na yale makubwa ambayo waliokuwa wakiyafanya. Fahadha amirul mu'minin, huyu hapa kiongozi wa waumini, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, abeni Umar mtoto wa Khattab, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, anasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zifanyieni hisabu nafsi zenu kabla ya kwenda kufanyiwa hisabu na Allah. Huyu ni amirul mu'minin, anasema kila muislamu awe na kawaida ya kujifanyia hisabu amali anazozifanya kabla ya kusubiria siku ya Allah kwenda kumfanyia hisabu kiumbe wake huyo. Wazinu anfusakum kabla an tuzanu, na vile vile muzipime nafsi zenu kabla ya kwenda kupimwa na Allah jalla fi'ala, yani yaumal qiyamati. Kaangalia kitabu kinachoitwa Musnadul Faruq, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 618.